ndio lililonisukuma na mimi kuona kuna nafasi ya kutoa mchango katika taifa langu. Masuala ambayo nimeona hayajashughulikiwa ipasavyo na serikali zote za awamu ya kwanza mpaka awamu ya 6 ni masuala haya yafuatayo. La kwanza ni ajira, elimu, kilimo na ufugaji, rasilimali za maji, kuziba mianya ya ukwepaji wa kodi, kupambana na rushwa kwa kiwango kikubwa, kujenga taifa la walipa kodi kwa kiwango kinachostahili, kuweka nguvu katika sekta ya madini, kuongeza jitihada kwa watoto wa kike kupata elimu na teknolojia, kuhakikisha tunaimarisha muungano wetu, kuimarisha sekta binafsi ili kukuza na kuongeza tija na ufanisi wa utendaji wa shughuli za kijamii. Haya masuala 10 baada ya kufanya utafiti kwa kipindi kirefu, kwa mtazamo wangu na muono wangu na tafiti zangu, haya masuala hayajafanyiwa kazi kwa kiwango kinachostahili. Sasa nimeona wenzetu bahati nzuri waliotawala kipindi chote mpaka leo ni Chama cha Mapinduzi. Tuache na kujenga madaraja ya Busisi, tuache na kujenga SGR, tuache na kujenga mavyuo vikuu, lakini sisi tunakwenda kuimarisha sekta za umma. Ili tuweze kupata maendeleo, lazima uwe na uhakika wa kuwa na vijana wenye ajira. Mnaweza kuona kwa nini ajira nimeweka kipaumbele. Ni juzi tu hapa mmesikia chama cha walimu wasiokuwa na ajira wakilalamika kwa taifa kwamba wamejitolea muda mrefu sana wa kujitolea kufundisha bila malipo, wakiishi kwenye nyumba za kupanga wakijigaramia, lakini ajira zinapotoka huko serikalini kwenye api zao hizo za kuomba ajira, wale ambao wanajitolea wanazeekea kwenye kujitolea, miaka ya uajiri inawapita. Maana yake sasa tunakwenda kuwatumia watu ambao wamesomeshwa na wazazi wao, alafu tunashindwa kuwapa ajira, lakini tunawatumia katika kufundisha watoto wetu. Nikaona katika dhamira yangu ya kwenda kulikomboa taifa, niende kuwakomboa Watanzania kuwa na uhakika na ajira. Mnaweza kujiuliza